Dimbani Extra. Utafiti wao umefikia pazuri na wamefanya jitihada nyingi za kuwajua vizuri, lakini amegoma kueleza mbinu zake. Kwa sababu aliulizwa pale approach vipi mchezo, utauendea vipi mchezo. Kwa hiyo amesema atakuwa smart. Amefunika. Amesema atabaki kuwa smart kwenye hilo, hata alijibu ameshindwa kusema hivyo. Lakini kwa upande wa Duke Abuya, yeye nafikiri kipande kikubwa zaidi amezungumza Kiswahili, lakini pale ambapo amezungumza Kiingereza alisema wamechukua na wamepewa ujumbe ambao wanafikiri watakwenda kufanyia kazi vizuri kwenye mchezo wa leo dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Ngoso, nianzie kwako. Ya kwanza, ukiwa kama mwalimu unaanza kuulizwa kuhusiana na silaha zako umeziandaa vipi, inabidi uweze kuficha. Na mwalimu pia amekusudia kama kuficha namna gani, lakini nafikiri kuwafahamu zaidi Silver Strikers, msaada wao mkubwa sana kwa kocha wao msaidizi ambaye hata hana muda mrefu tokea ametoka nchini Malawi. Manake alikuwa anawachunguza, kwa sababu lazima chunguza kwenye kikosi cha Silver Strikers kimetoa wachezaji watatu kwenye timu ya taifa. Manake ni sehemu ya wachezaji ambao pia walikuwa wanatumika kwenye timu ya taifa. Manake anaweza anawafahamu vizuri. Lakini pia anafahamu mazingira na pia anaifahamu timu namna gani inavyocheza vizuri kuliko labda kocha Folz anavyofahamu au namna ambavyo wachezaji wanafahamu. Sehemu ya kwanza ambayo inaenda kuwasaidia zaidi Yanga ni kuwepo wa kocha msaidizi kutoka Malawi, na nafikiri huyu ndo anayeweza ku-unlock vile visirisiri vyote vya Silver ambavyo watakuwa navyo. Lakini pia atakuwa namfahamu hata kocha wa Silver vizuri, kwa sababu ukiachana kwamba hawafanyi kazi pamoja, lakini yeye alikuwa anashuhudia mechi nyingi za Silver katika uchunguzi wake wa kutafuta wachezaji wa timu ya taifa. Automatically lazima atakuwa anafahamu vizuri, lakini pia kwenye zile corridors za coaching lazima wanakuwa wanakutana na wanafahamiana. So Yanga kwenye press conference wanaonyesha kabisa kwamba wanafahamu vitu vingi sana kuhusiana na Silver na wanaenda kuvifanyia kazi.